Promova TV, a home of testimonies. Karibu katika mwendelezo wa ushuhuda wa Moses Lushiku wa huko nchini Kongo. Na hii ni sehemu ya 20. Mimi ninayekukaribisha, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza pia ukanifuatilia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo la Jacktan Msafiri. Mhariri wa sauti kwenye ushuhuda huu ni Eric Audax. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingi za kweli kutoka kwetu, zote zinapatikana kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P-R-O-M-O-V-E-R, Promova TV. Karibu sana, tuendelee. Hapo awali nilizungumza juu ya kazi ya malaika wa kwanza wa kiroho ambaye huimarisha kazi ya kiroho. Anafanya kazi katika mioyo na uwezo wa mwanadamu. Ananoa ustadi wa kutoa hotuba kwa hekima na akili zaidi. Malaika huyu huzinoa zile hisia 5 ili ziweze kufanya kazi zaidi ya kikomo cha binadamu ambacho kwa kawaida hutumia. Watoto wa Mungu wanatakiwa kuwa na maono na ufahamu kutoka katika ulimwengu wa kiroho na kwa mtazamo wa mbinguni. Wanapaswa kupanda zaidi ya eneo la kidunia hadi kwenye makao ya kimbingu ili kufahamu mambo kutoka mbinguni, ili kwamba watoe mahubiri, mafundisho na hotuba kwa kina zaidi na ufahamu sahihi wa kiroho. Sharti la kuingia na kufanya kazi katika kazi hii ya kwanza ya kiroho ni utakatifu, ambao ni kujiweka wakfu kwa kujitenga na kukata tamaa ya maisha ya kibinafsi. Ukuaji wa mwamini hupimwa au kuthibitishwa kwa uwiano wa moja kwa moja na uwiano wa kiwango anachokaa na kuishi na Yesu katika roho, kama ilivyoandikwa katika Wagalatia 5:25, tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho. Lakini pia Wagalatia 5:16 ambapo inasema, basi nasema hivi, enendeni kwa roho na hamtazitimiza tamaa za mwili. Pia kwa mujibu wa kina cha hasara na dhabihu ya maisha yake, kama vile imeandikwa kwenye Luka sura ya 9 mstari wa 23 hadi 25, inayosema, akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku na anifuate mimi. Kwa maana mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataiangamiza, lakini mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakaye iokoa. Kujiweka wakfu kwa mwamini kunaonyeshwa na jinsi moyo wake unavyohusika na Yesu, kama ilivyoandikwa kwenye Marko sura ya 12 mstari wa 30, inayosema, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Nguvu hii ndiyo amri ya kwanza. Kujiweka wakfu kunamaanisha pia kuishi nje ya maslahi yako binafsi, kama vile imeandikwa kwenye Luka 14:26 inavyosema, mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na watoto wake na ndugu zake wa kiume na wa kike, naam, na hata uhai wake mwenyewe, hawezi kuwa mfuasi wangu. Lakini pia kwenye Luka 14:33
Vivyo hivyo, yeyote miongoni mwenu asiyeacha vyote alivyonavyo hawezi kuwa mfuasi wangu. Maisha hayo ya kuwekwa wakfu yatadhihirisha matokeo ya kimungu kupitia matendo ya imani ambayo yana roho wa maombezi yanayotokana na uwepo wa kudumu wa Yesu katika maisha yake yaliyowekwa wakfu, na inapenyezwa na tunda la Roho. Maandiko haya yanadhihirishwa katika maisha yake yaliyowekwa wakfu kwenye Mathayo sura ya 5 mstari wa 46 hadi 48. Kwa maana mkiwapenda wale wawapendao, mna thawabu gani? Hata watoza ushuru hawafanyi vivyo hivyo? Na mkiwasalimu ndugu zenu peke yao, mnafanya nini zaidi ya wengine? Hata watoza ushuru hawafanyi hivyo? Basi ninyi iweni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Lakini pia Galatia sura ya 5 mstari wa 22 hadi 24 inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uadilifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na wale walio wa Kristo wamesurubisha mwili pamoja na mawazo yao mabaya na tamaa zake. Nakumbuka nilipotembelewa na malaika wa kwanza mara ya kwanza, aliniambia, Musa, tunatembea mtaani kwako, tutaingia nyumbani kwako, lakini hutuoni na kuhisi uwepo wetu, kwa maana hisia zako ziko chini. Uko bize na mambo ya maisha ya dunia, umejaa wasiwasi wa maisha haya, kwa hiyo unapoteza usikivu wako wa kiroho. Wapendwa, lazima tukumbuke kwamba kujitolea kwetu, kujitoa kwetu na utakatifu wetu husababisha malaika wa kiroho kunoa na kuamsha uwezo wetu wa kiroho. Kuwekwa wakfu na maendeleo yanatosha kutupeleka mbinguni. Ibada ya kujitolea mwenyewe kwenye madhabahu ya dhabihu inatosha kufungua mlango wa zamani wa uwanja wa mbinguni. Kifo chetu juu ya madhabahu na ibada ya kujitolea, ndivyo Mtume Paulo alivyoviita ibada ya busara. Warumi sura ya 12 mstari wa 1. Imeandikwa, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Maisha yetu lazima yawe ibada ya dhabihu ya mwili, ili kudumisha hali yetu ya juu ya kiroho. Ndugu zangu wapendwa, kaka na dada, malaika wa pili wa kiroho alipoanza kusema nami alizungumza akasema, agizo nilipewa na Bwana ili nikufunulie siri ambayo lazima uelewe na itakuwa nzuri kwako. Malaika wa Bwana akaniuliza, Musa, unajua ni kwa nini nyie binadamu ni bora kuliko malaika? Malaika alipozungumza hivyo, hii ilikuwa habari mpya kwangu, kujifunza kwamba kwa jinsi fulani sisi wanadamu ni bora kuliko malaika tunaowastahi. Kisha malaika akaanza kunieleza kwa nini wanadamu ni bora kuliko malaika. Hii ilikuwa ya kuvutia sana. Malaika wa Bwana akasema, ni wazi ninyi wanadamu mnafikiri kwamba sisi malaika ni bora kuliko ninyi, kwa sababu tunaruka na kwenda kwa mwendo wa kasi kama injini zinavyoruka. Lakini sivyo ilivyo, kwa vile malaika wameumbwa viumbe vya roho bila miili ya kimwili. Hatuna kanuni ya kutoa mwili. Malaika ni roho bila mwili, kwa hiyo hatuwezi kumpa Mungu ibada ya kutoa mwili kwa dhabihu. Bwana aliposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, Bwana aliwaumba wanadamu kwa mfano wake, ambao ni uungu. Kwa hiyo mwanadamu ni ubinadamu uliochanganyika na uungu, ambao sisi malaika hatuna, na hii ndiyo inayokosekana ndani yetu. Nguvu za roho zetu
zinaamrishwa unapowekwa wakfu na kuutenga mwili wako. Angalia kwamba katika uumbaji wa malaika, uwezo wa roho zetu uliamrishwa moja kwa moja. Hatukulazimika kufanya dhabihu ili kuamsha uwezo huu wa kimungu. Tofauti na watoto wa Mungu wanaoweka wakfu miili yao ili kuanzisha uwezo huo, sisi hatujawahi kutoa dhabihu yoyote ya mwili kama inavyotakiwa kwa wanadamu. Kwa maana sisi siri yetu ni utakatifu tu, lakini wanadamu wana uvutano maradufu na matokeo maradufu. Ya kwanza ni ile ya nyama, ambayo ndiyo dhabihu ya kuwekwa wakfu na ibada ya dhabihu ya mwili. Zaidi ya hayo, una utakatifu unaokuongoza kwenye uungu. Hapa ndipo penye tofauti kati ya malaika na wanadamu. Mwili wako ni kwa ajili ya sadaka, na sadaka, utakatifu wako, ni kwa ajili ya uungu. Malaika akaniambia, nataka kukuonesha ushahidi wa madai yangu. Katika sheria ambayo ni Biblia, Mungu Mwenyezi alichukua mwili wa damu ili kuwa mwili wa kutoa ibada dhabihu ya mwili. Alijitoa mwenyewe kwenye madhabahu ya msalaba. Kwa hiyo alinunuliwa katika enzi kuu, kama ilivyoandikwa kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akahesabiwa haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa kwa mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Malaika akasema, Mungu Mwenyezi alichukua mwili na akawa dhabihu. Matokeo yake aliinuliwa enzi kuu. Sasa nataka nikuulize swali. Je, Mwenyezi Mungu hakuinuliwa sana kabla ya sadaka hii? Je, siku zote hakuwa amenuliwa sana? Hili ni fumbo, kwa kuwa hali ya juu ya kiroho huanza na mwili. Ikiwa unaweza kuelewa hili, ili kujaribu kutenda dhambi, utahitaji kuwa na mwili. Kwa hiyo, nawasihi muwe na furaha wakati wowote mnapojaribiwa, kwa kuwa kanuni ya mwili inatimizwa katika majaribu na majaribu. Mwenyezi anapata mwili wa mwanadamu wakati Kristo alikuja katika mwili. Ikiwa hangejaribiwa katika mwili, hangepitia na kutimiza somo hili la kiroho. Mwenyezi Mungu, Kristo alipaswa kupitia zoezi la kufishwa. Hatuna njaa kamwe, lakini Mwenyezi alihitaji mwili apate njaa. Hii ndiyo maana ya siku 40 mchana na usiku za kufunga na kuomba jangwani, ili mjaribu aje kumjaribu. Hii ilikuwa ni kulazimisha kujitesa kwa makusudi. Mungu alichukua mwili ili kujiwekea mateso kwa makusudi. Mwenyezi ametoa mwili kama alivyosema kwamba ukuu unapatikana katika mateso kwenye mwili. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu mateso ni uthibitisho wa dhabihu. Mwenyezi alihitaji mwili kwa ajili ya ukuu wa jina lake. Hivyo utukufu wa hekalu la mwisho utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza. Hagai 2:9 inasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi, na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Malaika akaniuliza, una maoni gani kuhusu hekalu hili jipya? Katika Agano la Kale, Mwenyezi alikuwa akiishi katika hema. Huu ulikuwa utukufu usio na fahamu, kwa kuwa hekalu liliundwa na vitu vya kimwili ambavyo havikujua kukaliwa na utukufu wa Mungu. Vyombo vya hema vilikamatwa na utukufu, lakini vilikuwa tu vitu visivyo na uhai. Hili lilikuwa hekalu la kwanza. Hata hivyo, hekalu la pili litakuwa tukufu zaidi, kwa kuwa litakuwa na fahamu na hekalu hai. Hekalu la kwanza lilitengenezwa kwa nyenzo, lakini hekalu la pili
ni la mwanadamu. Kwa hivyo hekalu hili la pili ni la kimwili katika miili ya wanadamu. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Je, hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, na ninyi si mali yenu wenyewe? Nabii Isaya anasema alikuwa mtu wa mateso na aliyezoea kuteseka. Isaya 53:3. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye huzuni. Alihitaji kuzoea kuteseka, kama Biblia inavyosema, heri mtu anayestahimili majaribu, kwa maana akiisha kusimama atapata taji ya uzima ambayo Mungu amewaahidi wale wampendao. Yakobo sura ya 1 mstari wa 12. Kisha malaika wa Mwenyezi Mungu akaniambia, Musa, malaika wa kwanza alizungumza nawe kwamba anafanya kazi kwenye mioyo. Aliboresha utendaji wa watu. Alinoa uwezo wa wanadamu kama chombo cha hisia wakati watu wanajiweka kando katika kujiweka wakfu. Hii ni hatua ya kwanza kuelekea hali ya kiroho. Hata hivyo, ninafanya kazi katika uwanja wa majaribu. Simjaribu mtu yeyote, lakini ninao mwitikio wa watoto wa Mungu wakati wa majaribu. Majaribu. Ninaona jinsi waumini wanavyobeba majaribu, jinsi wanavyostahimili majaribu, na jinsi wanavyoshinda majaribu. Muumini lazima azoee mateso na majaribu. Kila watoto wa Mungu wanapojaribiwa, ni mateso ambayo wanapaswa kuyabeba. Ni mateso ya kimwili ambayo wanapaswa kuyashinda. Kusudi la malaika huyu wa pili wa kiroho ni kukutazama, na anangojea majibu wakati wa mitihani na majaribu. Yeye hutazama kila wakati tunapovumilia jaribu. Anaona tunaposhinda jaribu, na wakati hatukubali majaribu, kwa maana wakati mwamini anazoea kuteseka katika kubeba majaribu yanafikia hatua ya mwisho katika hali ya kiroho. Malaika akasema, ni wakati huu ninamwekea taji. Ni baada ya kustahimili majaribu ndipo taji inawekwa kwa ajili yako. Taji imehifadhiwa kwa ajili ya watoto wa Mungu ambao wamezoea kuteseka na kustahimili majaribu. Taji inapatikana kwa wale tu wanaovumilia na kuvumilia majaribu. Sasa nataka kuzungumza nawe kuhusu fumbo la taji linalokuja baada ya kubeba mateso na majaribu. Wakati Mwenyezi alipojaa Roho, alienda jangwani akatafuta majaribu. Alikwenda jangwani kukutana na mjaribu. Alikumbana na jaribu kwa kuwa hili lilipaswa kumpa ukuu juu ya mjaribu. Yesu alitaka kujaribiwa kimakusudi ili kushinda jaribu na mateso yanayohusika na kujiwekeza kuliko yule mjaribu. Wakati wowote unapojaribiwa, ukivumilia majaribu na mateso, mwishowe unatoka kuwa bora kuliko yule mjaribu. Ni pale tu unapobeba majaribu na mateso ndipo unapomtawala adui. Utaweza kudai kuwa unamtawala shetani, lakini shetani, utawala huu, atakuwa na nguvu pale tu utakapokuwa umeyapinga na kuyashinda majaribu na mateso yao. Hiyo ndiyo chimbuko la ubora. Kabla ya kujaribiwa nyikani, Yesu alikuwa amejaa Roho Mtakatifu. Soma Luka sura ya 4 mstari wa 1. Lakini baada ya kumshinda mjaribu kwa mafanikio, Yesu alirudi katika nguvu za Roho. Imeandikwa kwenye Luka 4:14. Luka 4 mstari wa 1 inasema, naye Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho hata jangwani. Luka 4:14 inasema, Yesu akarudi kwa nguvu za Roho Mtakatifu mpaka Galilaya. Ndiyo maana nampa taji ya uzima yule ambaye ameyapinga majaribu na kuyabeba mateso kwa uaminifu na kwa mafanikio.
Kuanzia sasa usiangalie majaribu kama kitu kibaya. Yachukulie majaribu na mitihani yako kama njia ambayo Mwenyezi Mungu anataka kukuweka juu ya adui yako, mtawala wa ulimwengu huu. Idadi ya mitihani na majaribu katika maisha yako ni idadi ya degree ambazo utatakiwa kupanda. Kila jaribu na mtihani ni kiwango ambacho umeitwa kuinuka. Hivi ni vipimo katika matembezi ya mwamini tunayoita kiroho. Hii ni baada ya mateso na kunyimwa ambayo umeitwa kufanya. Mungu hakulazimishi kustahimili majaribu na mateso, na una uhuru wa kujisalimisha na kushindwa nayo. Hata hivyo, wakati wowote mwili unapokuvutia au kukuchokoza ili kuitikia tamaa zake, inazuia kengele kwa hali yako ya kiroho. Matamanio ya mwili yanapoamshwa, mwamini atajaribiwa na kujaribiwa, kuyatiisha na kuyakandamiza. Watainuka katika hali yao ya kiroho ikiwa watashinda tamaa hizi kwa mafanikio. Wale wanaokubali kufuata mwili watapunguza hali yao ya kiroho. Kuamshwa kwa tamaa na matamanio haramu ya mwili hutokeza kengele na tishio kwa hali ya kiroho ya mtu. Wale wanaopinga kwa udhabiti na kwa kutokubali majaribu hayo katika roho ya ustahimilivu na subira, watamtolea Mungu ibada ya kujinyima na kujinyima. Unapojilinda na kile unachoweza kufanya kwa jina la kujinyima, unatoa ibada ya kujitolea kwa Bwana. Wakati wowote mwili unapotamani kutosheka, hii ndiyo kengele na tishio kwa hali yako ya kiroho. Na mnapoupinga mwili na tamaa zake zisizo halali, mumeanzisha ibada ya kujinyima na kumnyima Bwana. Hii ni kanuni ya pili ya kiroho. Ndiyo maana imeandikwa katika Yohana sura ya 1 mstari wa 1, hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Watu waliona utukufu wa Mwenyezi alipochukua mwili kwa nia ya kuteseka na kuzoea mateso. Neno la Mungu lilisema alizoea kuteseka, Isaya 53:3. Alidharauriwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye huzuni. Mwenyezi Mungu alipotoa mwili ametimiza sheria ya ubinadamu, sheria ya mwili, kwani hali ya kiroho huanza katika mwili kwa kusulubisha mwili. Mungu mweza yote alizoea kuteseka ili kushinda majaribu na kumshinda mjaribu. Imeandikwa katika Torati kwamba tumeutafakari utukufu wake, kwa maana alifanyika mwili na mwanadamu. Lakini Mwenyezi aliyejidhihirisha katika mwili na ubinadamu, baada ya kupata mateso na majaribu, akainuliwa katika utukufu, kwa maana utukufu uko katika ubinadamu na mwili. Unapokaa mwilini mwako, unatumia vitu vinavyokufanya kuwa kuhani. Kumbuka kwamba lazima ujitolee. Katika ukuhani mpya, wewe ni dhabihu, wewe ni sadaka yako, mwili wako ni dhabihu. Unapojitolea kwa Mungu kama sadaka, sadaka hii inawezesha utukufu wa Mungu kuja juu yako na kukutumia. Mwenye kuudhurumu mwili wake hana sadaka. Yule anaitakasa mwili wake mtakatifu kwa Mungu kama dhabihu iliyo hai, atauona utukufu wa Mungu ukishuka na kula sadaka yake. Kwa maana Mungu ni moto ulao, imeandikwa kwenye Waebrania 12:29. Wafanyao watumishi wake kuwa miale ya moto, Waebrania sura ya 1 mstari wa 7. Neno alifanyika mwili, lakini sisi malaika hatuna udhihirisho huu katika mwili.
Hatuwezi kujidhihirisha katika mwili ili kuzoea mateso, kwa sababu hatuna mwili. Tunakuonea wivu huku unatuhusudu. Ni shukrani kwa sadaka na utakaso wa mwili kwamba unatiwa mafuta na Roho Mtakatifu na hivyo kuwa charismatic. Sisi ni wenye charismatic. Karisma inahusiana na mwili. Kwa kuwa sisi wenye mwili, sisi si wa charismatic. Karisma ni kupitia sadaka ya mwili. Upako wa Roho Mtakatifu na karisma huja unapojaribiwa katika mwili na haukubaliani na matakwa ya mwili na kuupinga mwili. Sisi malaika hatuko katika mwili na hatuwezi kutoa mwili kwa kujitolea na kupinga majaribu. Kwa hivyo hatuwezi kupata upako wa karama ya Roho Mtakatifu. Sisi ni watakatifu tu. Wazo lako la hali ya kiroho ni nini? Wakati Bwana alipotuamuru tufanye kazi ndani yako katika hali ya kiroho, ulifikiri kwamba hali ya kiroho ni hali ya uwepo wa Mungu. Lakini hali ya kiroho si mazingira ya uwepo wa Mungu, bali hali ya kiroho ni pale mtu anapoelewa kuwa yeye ndiye sadaka na dhabihu, sio kuwekewa mikono kama mnavyofikiri. Unapowategemea wachungaji na manabii walioitwa wakati wa mafuta kukuwekea mikono ili kuongeza hali yako ya kiroho, unabatilisha utume wa malaika wa kiroho ambao ni jukumu lako kunoa uwezo wa kiroho wa mtu wako wa ndani wakati wa kuwekwa wakfu. Hali ya kiroho ipo katika asili ya ndani ya mwanadamu iliyotakaswa, ambayo huleta mazingira ya uwepo wa Mungu, si vinginevyo. Na hali hii ya uwepo wa Mungu inaweza kuhisiwa na yule ambaye amekuwa akiishi maisha ya kusurubishwa na kutakaswa, kujiweka wakfu na kupinga majaribu. Sio kila mtu atahisi hali ya uwepo wa Mungu ndani yake. Ni yule tu anayefanya ibada ya kujitolea, kujinyima na kujinyima atafanya hivyo. Hili lilikuwa neno la Bwana kupitia kwa malaika wa Bwana. Ndugu zangu wapendwa, kila tunapojaribiwa ni mtihani utakaotuweka wazi sisi ni nani na kiwango chetu cha kiroho ni kipi. Ama tunapinga na kuupinga mwili, au tunakubali matakwa ya mwili. Wakati wowote tunapojaribiwa, malaika wa kiroho atakuwepo kuhudhuria jaribio ambalo tunapitia. Ni wale wanaomtolea Bwana ibada ya kuteseka katika miili yao, ambayo inaweza kustahimili na kupinga matakwa ya mwili. Ndugu zangu, mwili wako ni sadaka ya dhabihu inayopatikana na iko mikononi mwako, ambayo unatakiwa kuitoa kama dhabihu na sadaka kwa Bwana. Kwa kuwa unahitaji sadaka na dhabihu yako kuwa takatifu, utahitaji ibada ya kila siku ya kujinyima na kuteseka. Unapochafua mwili, inakuwa ni sadaka najisi na dhabihu najisi. Bado mwili ndiyo sadaka pekee inayoweza kukuinua katika hali ya juu ya kiroho. Bwana alichukua mwili na damu kuweka mateso juu ya mwili wake, kisha akazoea kuteseka kupitia majaribu mbalimbali aliyopitia. Nabii Isaya alisema Bwana alikuwa mtu wa mateso ambaye alizoea kuteseka. Ni lazima tuzoee mateso ambayo ni majaribu na majaribio mbalimbali yanayotokea katika miili yetu ili kuyahatarisha. Hii ndiyo bei tunayohitaji kulipa tunapovumilia na kupinga majaribu haya. Tutarithi taji ya utukufu. Warumi sura ya 5 mstari wa 3 hadi wa 5 inasema, nasi tutafurahi katika mateso yetu, kwa sababu tunajua ya kuwa mateso huleta saburi, saburi tabia, na tabia tumaini, na tumaini haliwezi kutuhadaa. Kwa maana Mungu amekwisha kumimina pendo lake mioyoni mwetu
kwa njia ya Roho Mtakatifu ambaye ametupa. Mwili wetu ni sadaka ya dhabihu. Tunayo kesi ya Mwenyezi Mungu ambaye alijua umuhimu wa mwili ambao ni sadaka. Alichukua nyama na damu kwa nia ya mateso na dhabihu, na aliteseka katika mwili ili kuthibitisha kuinuliwa kwake. Naye alipoonekana ana sura kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo majina yote, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Wafilipi 2:6-11. Majaribu ni jambo jema, ni mtihani unaotusukuma katika kutukuza. Bwana ameonyesha mfano wa kufa msalabani ili kuonyesha kwamba anastahili taji yake baada ya kushiriki mwili na mateso. Sisi ni ufalme wa makuhani, na sadaka yetu kuu na kuteketezwa ni mwili wetu, na sadaka yetu ya kila siku ni ibada ya utoaji wa mwili. Mtume Paulo alisema hii ndiyo ibada yetu ya kweli na sahihi. Kwa hiyo ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu. Imeandikwa kwenye Warumi sura ya 12 mstari wa 1. Bwana alipokubali kuteseka katika mlima na kugeuzwa sura, aliangaza kwa nuru kuu. Musa na Elia walipokuja, walimletea ujumbe wa mateso na kifo cha mwanakondoo msalabani kwa ajili ya wanadamu, na alipokubali kuwa dhabihu, aling'aa kwa utukufu unaokuja kama matokeo ya dhabihu. Mwili unamaanisha kuwa mwanadamu ni bora kuliko malaika, kwa kuwa anaweza kumtolea Mungu ibada, na ibada ya kujitolea mwenyewe ili kupata utukufu. Watoto wa Mungu wanapaswa kuishi kwenye madhabahu ya sadaka kwa kufa kila siku. Hii ni ibada ya kuridhisha inayotolewa kwa Bwana, kama Mtakatifu Paulo alivyosema, mimi hufa kila siku. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 31. Malaika hawana mwili wa kutoa kama dhabihu ili wapate kuinuliwa. Wao ni watakatifu tu. Mwenyezi alijipatia mwili ili afe juu ya madhabahu, na aliinuliwa sana. Kumcha Bwana hutupatia utakatifu na sadaka ya mtu mwenyewe. Kumcha Bwana humpatia utakatifu, na sadaka ya mtu mwenyewe humpatia utukufu. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 12 inasema, heri mtu astahimilie majaribu. Warumi sura ya 8 mstari wa 37, lakini katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Unaweza pia ukasoma Waebrania sura ya 2 mstari wa 18. Soma pia Waebrania sura ya 4 mstari wa 15-16. Soma pia Yakobo sura ya kwanza mstari wa 2 hadi wa 3. Soma pia Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 4. Soma pia Danieli 11:32. Soma pia Mithali sura ya 2 mstari wa 1. Soma pia Mathayo sura ya 6 mstari wa 13. Soma pia Luka 11:4. Usome pia Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 11 hadi 12. Soma pia Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. Soma pia Mathayo sura ya 26 mstari wa 41. Soma pia Marko sura ya 14 mstari wa 38. Soma pia Luka 22:40. Soma pia Mathayo 18:8 hadi 9. Soma pia Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 5. Soma pia Waebrania 12:4. Soma pia waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 17. Ukasome pia Wagalatia 6:1. Ukasome pia Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 22. Inasema jitengeni na uovu wote. Soma pia Mithali sura ya kwanza mstari wa 10 hadi wa 15. Ukasome pia Warumi 6
12 hadi 14. Soma pia Ayubu sura ya kwanza mstari wa 22. Soma pia kitabu cha Mwanzo sura ya 39 mstari wa 7 hadi wa 10. Soma pia Ayubu sura ya pili mstari wa 10. Soma pia Yeremia sura ya 35 mstari wa 5 hadi wa 6. Ukasome pia Danieli sura ya kwanza mstari wa 8. Soma pia Mathayo sura ya 4 mstari wa 4. Soma pia Luka 4:4. Soma pia Mathayo 4:10. Soma Luka 4:8. Ukasome pia Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Ukasome pia Yakobo sura ya kwanza mstari wa 13. Ukasome pia Zaburi ya 38 mstari wa 9. Usisahau pia Yakobo 1:3. Soma pia Luka 4:2. Soma pia Waebrania 4:15. Soma pia Mathayo 13:22. Soma pia Petro wa pili sura ya pili mstari wa 9. Soma pia Waebrania 6:10. Soma pia Luka 11:44. Soma Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 22. Ukasome pia Mithali sura ya 7 mstari wa 25 hadi ule wa 27. Usisahau pia kusoma Yakobo sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 4. Lakini pia mwisho kabisa usome Yakobo sura ya 4 mstari wa 7 ambayo inasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Tutaishia hapo katika siku ya leo. Tafadhali usikose mwendelezo. Usikose kufuatilia sehemu nyingine inayofuata ya ushuhuda huu. Ushuhuda wa kweli kabisa kutoka kwa mtumishi wa Mungu anajulikana kama Moses Lushiku wa huko nchini Kongo DRC. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza pia ukanifuatilia kwenye Facebook, Instagram, TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Lakini mhariri wa sauti kwenye ushuhuda huu ni Eric Audax. Kumbuka ushuhuda huu na mwendelezo wake vyote unavipata kwenye channel yetu kuu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. PROMOVER. Promova TV. Promova TV pia inapatikana kwenye mitandao mingine ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, TikTok pamoja na Thread. Hakikisha unatufollow katika maeneo hayo, lakini pia kwenye YouTube hakikisha unabonyeza neno subscribe ili uendelee kupata video nyingi, shuhuda nyingi na habari njema ya ufalme wa Yesu Kristo. Kwa mawasiliano zaidi, ikiwa una maoni, maswali, mapendekezo, una ushuhuda unahitaji kushuhudia ama unahitaji kutoa sadaka yako ili kutuwezesha Promova TV na kipindi cha ushuhuda, tumia nambari hii: kujumlisha 255766 294335. Namba nyingine ni kujumlisha 255 784 074 462. Asante sana kwa muda wako. Tukutane kwenye mwendelezo. Ushuhuda huu bado unaendelea. Asante kwa leo. Bye bye. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania. Na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844
735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30051119273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.